Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu habari wa mchana wa leo. Tumechelewa zaidi kuwapasha habari zetu katika mada ama katika muda. Tunaanza kwa habari ya muda saa 5 na dakika 30. Tulikuwa na mengi zaidi tulikuwa tukitatua, lakini tumerejea katika muda wetu wa habari kwa sasa. Kumbuka Media Bukavu TV tunaendelea kufuatilia moja kwa moja ndani ya seta, ndani ya uwanja mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kama unavyonisikiliza kupitia Media Bukavu TV, kwa majina unanielewa tayari. Kama wewe ni shabiki wa Media Bukavu TV, endelea kusubscribe, like, comment ili mara moja ziende kuwafikia mahali popote muko mashabiki zetu. Shukrani na salimia mashabiki zangu wote ndani ya Lubumbashi, Katanga, Manyema, Kindu kuelekea Kasumbalese, mara moja ndani ya Turi, kea huko Bujimai, mara moja ndani ya Tanga na kuelekea Kinshasa. Zangu na Sidi Kivu, nyinyi wote tunawahitajia ama tunawatakia mchana mwema na muendelee kuwa pamoja na sisi katika habari zetu za kila mara. Mashabiki zangu kutokea mara moja huko Australia, Canada, Amerika na huko Ufaransa na kuelekea Belgique, Norvege, nyinyi wote kwa sasa tunaendelea kuwashukuru support yenu kuwa pamoja na sisi, mnatupongeza. Naendelea kuwashukuru washabiki zangu South Africa, sehemu zingine tofauti za Afrika na East Africa community. Na katika leo tuko na mengi ya kuzungumzia katika mchana wa leo. Katika kurasa zetu mara moja, nakuja kufungua kurasa zetu mara moja nikiwaelekeza katika ndani ya eneo ya Mwenga. Mara moja na wapasha habari zangu tokea ndani ya Mwenga. Kwa sasa eneo ya Mwenga, ndani ya teritwari ya Mwenga kuelekea eneo ya Lubutu, wanajeshi wa wazalendo ama wanajeshi wa Maimai wanaoongozwa na Generale Bukuyu mara moja alishambulia kambi la serikali tangu jana, tangu juzi. Ameendelea kukabiliana na jeshi la FRDC, lakini yeye anasema nia yake ni kuchukua silaha za FRDC kutoka katika eneo ya Lubutu na kwa sasa. Lakini raia population ya Lubutu na kuelekea sehemu zingine za uko Manyema, Mwenga kwa sasa wanaendelea kuwa na wasiwasi. Wengi wamekimbilia katika vijiji kupitia msafiri wa masasi ameendelea kulia katika eneo ya Luntukulu, eneo ya Lubutu. Tafadhali katika habari zetu mara moja na kuja kuwapeleka eneo inayoitwa Mikenge ulayani Minembwe kwa sasa. Huko nimewapasha habari zangu kwa sasa, nimeleta kurasa. Kumbuka jana tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 eneo ya Mikenge ilikuwa tombe na jeshi la M23 na Twirwaneho walipigana na jeshi la FRDC. Kumbuka kwa sababu Minembwe kwa eneo ya Mikenge kwa tombe. Kumbuka eneo ya Mikenge ni eneo kubwa, ama eneo ya Mikenge ni sehemu kubwa zaidi, ndio maana mlionaga kila mara serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na FRDC walikuwa kidhibitisha na kufunga eneo ya Mikenge kwa sababu jeshi la M23 tena wasifinyage eneo ya Mikenge, kwa sababu ukiwa ndani ya eneo ya Mikenge utakuwa unaanza kukontrole mara moja eneo ya Baraka, eneo ya Fizi na kuelekea ndani ulayani point zero, kwa sababu ukiwa Mikenge tayari uko na nguvu nyingi zaidi kwa kuingia Fizi na kuingia mara moja ndani ya Baraka na uko ndani ya point zero. Na kwa sasa ndio maana mlikuwa mkiona mapigano yalikuwa huko karibu wiki 2 mfululizo. Serikali ya FRDC walikuwa wamekataa kabisa kama M23 warejee katika eneo ya Mikenge. Kumbuka hatua walikuwa Mikenge mwezi wa pili. Kumbuka hatua wanajeshi wa M23 walikuwa Mikenge gisi walikuwa na kila mara wanapigana na FRDC huko za Fizi, Baraka na point zero. Kwa sasa kumbuka walikuwa kiangalia eneo yote kwa chini, lakini hatua mara moja serikali ilijitahidi kupigana nao wanajeshi. Niliweleza, kumbuka tangu juzi nikaeleza, ndani ya teritwari ya Minembwe kuliingia ramforo mingi zaidi, wanajeshi waliingia wengi zaidi. Kumbuka nikawaambia kuna wanajeshi walipitiaga Walungu kuelekea eneo ya Kaziba na kuelekea Minembwe. Hii mwezi wa ngapi? Mwezi wa pili.
mwezi wa 3 walikuwa naenda kufanya nini? Walikuwa, kumbuka wanajeshi wote walikuwa Sange. Kama mulisikia Sange ilikuwa libere na katika eneo ya Katogota nini na katika eneo ya eneo zingine tofauti, mkaona wanajeshi wanajiretire wote wametoka, wakabaki katika eneo ya wapi? Eneo ya Kamanyola. Kwa sasa hao wanajeshi walikuwa naenda kupeana ramforo wapi? Minembwe. Nia yao ilikuwa ni kuchukua mara moja Mikenge. Kumbuka Mikenge ilikuwa imesha kotolewa katika mikono yao, wakapiga mbingu ama njama ni vipi hili tena wapate nguvu ama wapate ramforo, itabidi wajifanye kama wametoka Sange na uko Luvunge na eneo ya Katogota, hili mara moja wajifanye kama wamerudi Bukavu, kumbe wanapenya huko za Kaziba, eneo za Walungu, mara moja wakapanda huko. Kumbuka raia population walisema haya tayari tumeona msafiri wa wanajeshi wa M23 wakipanda katika milimani, lakini ndio haya kwa sasa nia yao ilikuwa ni kuchukua Mikenge, na ndio maana muliona kabisa raia ama wakaaji wa Mikenge, kabila wa Nyamlenge na wengine wote wamesherekea zaidi kuona kama Mikenge tena iko katika mikono yao. Kwa sasa mambo Colonel General Sematama pamoja na viongozi wenzake wote wa Twirwaneho wamezungumza kusema tena nini? Hao hawataki mapigano, lakini wanasema wao wako na nguvu ya kuchukua mara moja Uvira na katika seta zingine. Na hili lilikuwa ni Media Bukavu TV taarifa, ili tukuje kuchambua moja kwa moja. Kwa sasa FARDC walirudi nyuma eneo ya Bidego. Kumbuka mapigano yalikuwa katika eneo nyingi, lakini kwa sasa M23 walipigana, ilikuwa ni muda wa asubuhi saa 7 tayari wakosha kuwa ndani eneo ya Mikenge, na mpaka watu population muliona nyinyi kwenye mtandao hili mambo yanavyoendelea. Na wakuja kuwapeleka mara moja katika habari zetu zingine. Mara moja tunakuja kuwapeleka ndani ya Masisi, eneo ya Mukumbiri tena mapigano yamezuka leo mchana wa leo uko layani Masisi. Ruchuru eneo ya Kibirizi mapigano amezuka tena, ilikuwa jana lakini tena mashambulizi haya yameendelea kusonga zaidi. Na katika habari zetu mara moja katika ndani ya Centreville ya Uvira, ndani ya Centreville ya Uvira kumeonekana mara kwa mara masasi tofauti, lakini kwa sasa serikali ama jeshi la wazalendo, kumbuka jeshi la wazalendo ndio wana tabia ya kupiga masasi kiololela, lakini generale ama viongozi vya wazalendo Ngoma Nzito kwa sasa amepenya na kusema inabidi waanze kutafuta, kwa sababu ametangaza kama wazalendo kuna vyama viwili vya wazalendo. Vyama viwili vya wazalendo, kuna wazalendo wa feke na wazalendo original. Lakini kujua mzalendo wa ukweli na mzalendo sio ukweli ni ngumu kwa sasa. Wote kumbuka, wote wana bifaa, wote wana silaha tofauti. Lakini ukiangalia kwa sasa kupitia mapambano haya eneo ya Kasenga, mapigano alikuwa huko kupitia wanajeshi wa wazalendo wakiendelea kupiga marisasi maana kiololela, mpaka raia population wa Kasenga wote wamekimbia. Na katika eneo hili wa viongozi wa wazalendo wamezungumza kusema tayari kuna wale wazalendo sio wazalendo wa hakika, lakini hili ni hatua ya kuanza kuhakikisha watambue wazalendo wa hakika, lakini ni vigumu zaidi. Mara moja Colonel ama General Delphin Ngoma Nzito ameendelea kufanya operation ya kufanya mambo recuperation pour la militaire, ama kuendelea kufanya sensibilisation ya kufanya ama na kuendelea kufanya mikutano ya wanajeshi. Mpaka tuliona kama jana alikuwa na mikutano ama alikuwa na parado ya wanajeshi wengine tofauti kama wale wake, na wengine tayari walikuwa wanavaa manguo tofauti, kama ni polisi kama ni wanani hatujajua, lakini inaonekana kama General Delphin Kalembe Ngoma Nzito ameendelea kufanya mambo tofauti, lakini ameitisha viongozi wenzake wote wazalendo inabidi wajieke kitu kimoja na kuendelea kukabiliana na waasi wa M23. Na kama gisa anavyotangaza kusema muliona mara moja gisi wanajeshi walikuwa huko Kamanyola wa M23 wakelekea katika eneo ya Katogota, lakini wanajeshi wa wazalendo nao mara moja waliingia eneo ya Luvunge, mara moja wakafanya nini? Utega ama kufunga nzibatisha katika eneo ya hapo ndani. Na kama unavyonisikiliza kupitia Media Bukavu TV, tuje kupatana kwa habari zetu za
saa 12 na dakika 20. Leo sitachelewa katika muda wetu wa habari, lakini kwa sasa eneo ya huko Nord Kivu, mara moja wanajeshi wa wazalendo wana mpango wa kuchukua Rubaya, na kwa sasa kisi mpango wao wanaanza, lakini tayari kumbuka, ndani ya Rubaya kumeendelea kuingia wanajeshi wengi zaidi wa M23. Kwa sasa wanajua kama, kumbuka, wanaanza kupigana na jeshi la wazalendo. Nia wanajeshi wa wazalendo kwa sasa ni mingi zaidi. Kama unavyonisikiza ndani ya Media Bukavu TV, endelea kusubscribe. Na kwa sasa katika eneo ya uko Walikale, nini tofauti, wanajeshi wa M23 wanaendelea kuavance, wanaendelea kuingia, lakini mara moja wazalendo wanasema ndio mwisho hapa. Wazalendo wamehaka kusema ndio mwisho, inabidi sasa Beni. Jana wamerekipere, jana operation ilikuwa Beni, muliona mara moja kisi FARDC ilifanya operation ya kwanza kurekipere wale watu walikuwa wameshashikwa mateka na wa ADF. Lakini ni je, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia, niliwaambia ni vitu viwili. Wanajeshi wa ADF nia yao hao, wakishika mtu mwenye anaonekana mtu wa pesa, hawaweze kumuua. Ule ni mtu atatumiwa kwa wataomba, watanegosia avec le gouvernement, avec les familles. Au moment là wanatuma pesa, wanaachilia mtu wao anarudi. Lakini wale wanya wana uwezo, le pauvre, wale wa maskini, wale ADF haina huruma nao, inabidi waue. Kwa sasa kuua wale watu ni kwa sababu watishie wale wenye wameshikwa mateka na ADF. Hili tayari wakiita familia mara moja waambie haya ya mwisho, si unajua tulitendea watu fulani hivi, sasa tunawapatia masaa 3 mwe munaleta fedha. Tayari kama wahasi wakiwapigia simu na mtu anajua familia yake atakata kichwa vibaya zaidi, anatuma pesa kwa sababu wanajua huyu ni tajiri. Lakini wale wa maskini wanajua pia hata kishikwa familia yake haina pesa yote, pia kumpeleka ni kupoteza muda. Mara moja wanamchinja kama kuku kwa sababu ya kutishia wale wenyewe watashikwa mateka wa viongozi, wale watoto wa matajiri, wale wenyewe wanaonekana na pesa. Na kama unavyonisikiza kupitia Media Bukavu TV, endelea kusubscribe, like, comment ili habari zetu mara moja ukuje kujua moja kwa moja. Kwa majina naitwa Nelson, mashabiki zangu nawatakia heri njema, Mungu awe pamoja na nyinyi. Bye bye.